Ya, hii sasa ndo haina kipengele. Yaani hapa ni kuhamia. Choo hiki hapa kiko tayari. Naona imepigwa tiles vizuri. Ina ceiling board kama unavyoona. Madirisha ndio haya. Hapa ni chumbani ambayo chumba hicho ni self, alafu hapa nje ni sebule, nacho kiko vizuri kama unavyoona. Na mlango huu hapa wa nje na grill yake ya kuingia. Alafu kija upande huu, kwa maana ukihamia hapo unaweza kuhamia hapo ukaendelea kukarabati upande huu. Hapa ni chumba ambacho kiko plain, chumba tu, hakina kitu, hakinacho kimekamilika. Hapa kuna chumba na sebule kama hiyo niliyokuonesha. Hapa kuna choo za nje za watu wote, ila hicho ni self. Ni chumba na sebule lakini ni self. Hapa kuna shimo la choo kama unavyoona, halafu kuna vyumba hivi hapa. Hiki hapa sasa ndo vya kumalizia. Na kina veranda au corridor hapa, mtu anaweza kutumia kama kajiko kadogo. Lakini hapa sasa kuna chumba na sehemu yake ya kujenga choo. Kwa hivi vinahitaji ukarabati. Halafu hapa kuna chumba kimoja tu, chumba cha kawaida. Hapo unaweza kutumia kama kajiko, ina maana mtu anayejitegemea peke yake anaweza hiki chumba pia. Halafu hapa kuna chumba pia kikubwa kama unavyoona. Halafu nyumba ina umeme kama unavyoona pale. Bomba la maji hilo hapo. Halafu upande wa huku kuna frame. Kuna frame huku. Kwa hiyo frame hizi nazo ni za kumalizia. Unaona ziko 1, 2, 3, 4. Kuna frame 4. Na hili eneo kwa frame moja wanapangisha 50,000 kwa mwezi kwa wanaofanyia biashara kama hizi. Kwa hiyo hapa ziko 1, 2, 3, 4 ni kama 200,000 kodi ya kupangisha frame. Halafu uwanja hapa una sehemu nyingine kubwa kabisa hapa. Ukitaka hapo unaweza kufanya kitu cha biashara, lakini barabara ni hii hapa. Inafikika barabara kama unavyoona hiyo hapo. Hamna kipengele kabisa. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kumalizia. Kwa hiyo na upande huu pia naona majirani hapo. Kuna huyo hapo kajenga mwenzetu, maisha yanaendelea. Haya, mti huo, kuna maembe kidogo hapa. Kwa hiyo kwenye hizo frame kuna choo hiki hapa kwa ajili ya hizo frame, na hiki choo ni kwa ajili ya chumba hiki kama tulivyoona upande ule. Kwa hiyo kwa upande huu ni kama unavyoona namna hii. Nyumba imekamilika. Kwa hiyo hapa vyumba vya kupangisha, na maana kuna vyumba vitatu ambavyo ni vyumba kimoja cha self, hicho hapo, na maana 4. Alafu kuna hiki hapa cha 5. Alafu kuna chumba sebule pea 2, yani chumba sebule hapa self, chumba sebule hapo self, na huu uwanja mkubwa hapa unaweza kutengeneza bustani ukitaka. Unaweza kufanya kitu chochote ambacho kinakupendezesha. Majirani ndio kama unavyoona, majirani hao hapo. Na huku majirani hao hapo. Umeme huo hapo kama nilivyosema nawaka, na mwisho ni hapa jirani mwingine yuko upande huu huku kama unavyoona. Kwa hiyo kwa wale mliokuwa mnataka nyumba za kuhamia tu na unaendelea pia kufanya ukarabati, hii hapa ni mojawapo. Lakini wale ambao hamtaki stress kabisa, unataka tu nyumba ya kuhamia, pia hii unaweza, kwa sababu kuna chumba sebule self, chumba sebule self mara 2 hapo. Kwa hiyo unaweza ukahamia hapa, ukaanza na vyumba hivi hapo, ukaendelea kukaa hapo na familia yako. Wengine wakakaa huku kama na familia kubwa, alafu ukaendelea kutengeneza hapa. Ina maana utapata vyumba 5 vya kupangisha vya kawaida, alafu kule utapata frame 4 za kupangisha ambazo zipo kwenye sehemu yenye fursa za kibiashara kama ambavyo unaona. Kwa hiyo fursa kubwa ni barabara. Kama unavyoona barabara ipo, hata ukija na taxi gari dogo kabisa unapita, unaona gari hilo hapo linapita. Kwa hiyo ni rahisi kabisa. Biko ni hapa tuko Boko Mnemela.
njia ya kuelekea Mpiji. Kwa hiyo ukikaa upande wa huku unaona hasa nyumba zetu zilivyo. Zimekaa kabisa mkao wa biashara, mambo yanaenda. Kama nataka kujenga, tofali hizo hapo, mchanga na kila kitu kiko hapo. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa wale mnaotaka ofa kama hizi, subscribe kwenye hii channel, utapata ofa kama hizi. Lakini kama na wewe una nyumba au shamba au mabanda ya mifugo unataka kukodisha, tutafutane pia. Namba zitakuwa kwenye description au maelezo ya hii video. Kwa hiyo karibuni sana, subscribe na tutaendelea kupeana fursa kama hizi. Karibuni sana.